Ndugu msikilizaji wangu, jina langu naitwa Mchungaji Andrea Hango. Nitumie nafasi hii kukukaribisha sana katika channel yangu ambayo tutajifunza mambo mengi ya muhimu sana kuhusu Mungu, ambayo labda kwa bahati mbaya yamekuwa hayasemwi sana makanisani. Katika channel yangu hii tutajifunza mambo ya ajabu sana yanayohusiana na kalenda ya Mungu. Ndiyo, umenisikia vizuri, nimesema kalenda ya Mungu. Mungu ana kalenda. Mungu hufanya kazi kwa utaratibu maalum. Ni kama vile tu sisi wanadamu tulivyo na utaratibu. Tunayo kalenda, tunazo ratiba. Na kimsingi maisha yetu ya kila siku, tangu mwanadamu anazaliwa mpaka anakufa, maisha yake yapo ndani ya kalenda na yako ndani ya ratiba. Utaratibu huu wa kalenda na ratiba wanadamu waliiga kwa Mungu. Mungu naye hufanya kazi kwa kalenda. Mungu hufanya kazi kwa ratiba maalum. Si Mungu anayekurupuka tu. Anafanya kazi kwa kalenda. Katika channel hii tutajifunza kalenda ya Mungu. Tutaangalia pia ratiba za Mungu. Nafikiri unaelewa kwamba kalenda ni kitu cha muda mrefu, lakini ratiba ni kitu cha muda mfupi. Jaribu kufikiri ukweli huu kwamba katika siku tunazoishi leo, maisha yetu yako ndani ya kalenda na ratiba mbalimbali. Tangu unapozaliwa mpaka unapokuwa, kuna wakati mbalimbali. Naweza kutoa mfano wa mwanafunzi ambaye anasoma shule. Maisha yake yanaendeshwa kwa kalenda, yanaendeshwa kwa ratiba. Anaamka asubuhi, anakwenda shule. Kuna muda wa kuripoti, kuna muda wa kuingia darasani, kuna muda wa kutoka. Hivyo hivyo akirudi nyumbani, anakuta kuna taratibu zingine, kuna kalenda, kuna taratibu zimewekwa, kuna ratiba imewekwa, kuna saa ya kula, kuna saa ya kulala. Na ukilala nje ya ratiba, wakati mwingine mzazi anaweza akakuuliza kwamba kwa nini mpaka saa hizi, huu ni wakati wa kulala, kwa nini bado uko hapa, unafanya nini? Kwa hiyo maisha yetu yako hivyo, na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi anayo kalenda. Na kwa kweli utashangaa sana kuyasikia mambo haya. Na kalenda hizi sio kitu ambacho mimi nabuni, ziko katika Biblia. Na nitatumia Biblia kuthibitisha kila jambo nitakalo lisema. Kwa hiyo nikuombe na nikukaribishe sana katika channel yangu. Unaweza kuwakaribisha watu wengine, unaweza ukashare, unaweza ukacomment, unaweza ukasubscribe katika channel hii, ili kwamba lengo langu watu wengi waweze kusikia mafundisho haya ambayo ni nadra sana kwa kweli. Mungu akusaidie na nikukaribishe sana katika masomo haya ambayo nitayaanza muda sio mrefu. Nikukaribishe, fuatana nami ili ugundue kweli nyingi za kimungu ambazo kwa kweli zimekuwa hazifundishwi makanisani au hazitajwi na wahubiri wengi. Ni kwa sababu gani? Labda ni kwa sababu wakati wake ulikuwa haujafika. Na mimi sasa naweza nikasema wakati wa kuyafahamu haya umefika, kwa sababu Mungu huwa ana tabia hiyo. Mungu huwa ana tabia ya kuficha mambo. Analificha jambo mpaka wakati ufike ndipo analifunua. Inawezekana kabisa mambo haya yalifichwa makusudi, lakini sasa huu sio wakati wa kuendelea kufichwa tena. Ni wakati ambapo unaweza tukajifunza kwa pamoja, ukayafahamu yote yale ambayo Mungu amekusudia uyafahamu katika kizazi hiki. Mungu wa mbinguni akubariki.
nikukaribishe sana. Subscribe, like, share na comment. Nitakuwa pamoja na wewe ili tusaidiane tufike mahali.